Tumeitana hapa leo kueleza maazimio ya chama chetu, ambapo tunafahamu na kutambua kwamba tarehe 23 mwezi huu wa 3 halmashauri kuu ya chama ilikutana na kikao kile kilikuwa na maazimio kadhaa, na miongoni mwa maazimio ni Operation Linda Demokrasia. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam kwanza tunaunga mkono maazimio yote ya chama ya halmashauri kuu kwa 100%. Lakini mbali na kuunga mkono, tumeona katika operation ya Linda Demokrasia, operation ambayo itaenda kutengeneza misingi, itaenda kujenga misingi ambayo inaenda kuamua hatima ya mwananchi katika sanduku la kura. Kwa hiyo ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam kwa pamoja tumedhamiria katika operation ya kulinda demokrasia, tutawataja, tutawatangaza, tutawazomea maadui wa demokrasia katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na adui namba 1 wakati chama kikija kuendesha ama kitakapoanza operation hii, sisi mkoa wa Dar es Salaam hatutosita kuwatangaza hawa maadui wa demokrasia. Na adui wa kwanza ambaye tutamsema, adui wa kwanza ambaye tutamhubiri ni mitazamo. Mitazamo yetu, mitazamo ya wananchi yetu, mitazamo ya jamii yetu juu ya demokrasia, juu ya ushiriki wa kisiasa. Kwa sababu adui mtazamo anatugharimu sana. Mitazamo yetu haiko sawa sawa. Vijana wa nchi hii wameharibikiwa, wanatia nguvu nyingi, jitihada nyingi kwenye michezo ya Simba na Yanga, lakini wanasahau juu ya hatima ya maisha yao. Sasa ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam tutaenda kumsema adui huyu wa mtazamo, lakini adui huyu tutamtengeneza sawa sawa ili mitazamo ya jamii yetu ikae sawa. Wananchi wafahamu kwamba Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni mtumishi wetu, na sisi wananchi wa Dar es Salaam ndiyo mabosi wake, kwa sababu kula yake, vaa yake, lala yake inatokana na pesa zetu. Kwa hiyo sisi tuna maamuzi kwa Chalamila. Kwa hiyo tutaenda kumpiga, tutaenda kumsema adui namba 1 juu ya mitazamo yetu. Tutaenda kumshepu sawa sawa. Lakini adui wa pili ambaye ACT Wazalendo katika operation ya Linda Demokrasia ambayo chama itatarajia kukianza, tutamsema, tutamtangaza, tutamkemea, ni jeshi letu la polisi. Jeshi hili hususan la mkoa wa Dar es Salaam nyakati zote na mara zote wamekuwa makada wa chama tawala, lakini wamefanya kazi za chama tawala. Na kipindi cha uchaguzi tumeshuhudia maeneo mbalimbali wanabeba kula katika mabegi yao. Jeshi la polisi la mkoa wa Dar es Salaam ambao ndugu yetu Mlilo analiongoza, tutalisema bila aibu. Tutalisema na kulizomea. Na jeshi hili kwa sababu adui huyu ana nguvu, anamiliki silaha, tunajua atatuumiza. Tunajua atatupiga. Tunajua atatuteka. Tunajua atatuua, lakini hatotunyamazisha. Tutaenda kumtangaza na kumsema mpaka abadilike. Adui namba 3 katika operation ya chama ya Linda Demokrasia ambayo mkoa wa Dar es Salaam tutamsema na kumtangaza ni viongozi wetu wa dini. Mashehe, maimam, mapadri, maaskofu, wachungaji na wale mitume na manabii wa uongo ambayo wanakula pesa za watu na kudhulumu na kufubaza maisha ya wana Dar es Salaam. Tutawasema na kuwatangaza hadharani, kwa sababu mkoloni alitumia viongozi wa dini, alitumia wamisionari, na CCM leo anatumia viongozi wa dini. Hawahubiri juu ya haki, hawahubiri juu ya upendo, hawahubiri juu ya Mungu, wanahubiri juu ya mahitaji, wanahubiri juu ya vitu, na wanatumika na mtawala. Tutawasema viongozi wa dini wa hovyo ambao wanamkumbatia CCM. Katika operation Linda Demokrasia
ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam tutawasema hawa maadui ambao tunawataja sasa. Na adui watatu ambao tutamsema na kumtangaza, adui wa nne ni viongozi wa vyama vya siasa wa ndani na wa nje. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam hatutosita kumsema kiongozi yoyote wa chama cha siasa ambaye anatumika, ambaye maslahi yake yeye binafsi, ima cheo ama vitu ama fedha, tutamsema hadharani. Linda demokrasi. ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam tutailinda na tutaisema na tutawatangaza maadui. Kwa hiyo wale viongozi kama wakina profesa ambao wanatumika na dola, hatutosita kuwasema kwenye majukwaa. Tutawasema katika vijiwe vya bodaboda, tutawasema katika vijiwe vya kahawa, tutawasema katika masoko, tutawasema katika daladala. Viongozi wote, na nimesema wa ndani na wa nje, viongozi wa siasa ambao wana mamlaka, wana nafasi mbalimbali na wanatumia nafasi zao kwa ajili ya maisha yao huku wanaumiza watu, tutawasema ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam. Katika operation Linda Demokrasi, maadui hawa tutawasema hadharani na tutawatangaza na tutawazomea. Adui mwingine, adui wa tano ambaye tutamsema na kumtangaza na kumkemea na kumzemea ni watu maarufu, wasanii, wana michezo, watu ambao wamepewa vipawa na Mwenyezi Mungu na wameteka watu ama wamechukua kundi la watu kwa sababu ya vipawa vyao, na wanatumia vipawa vyao kuwalaghai wananchi, wanatumia vipawa vyao kutumika na mtu ambaye anawakandamiza wananchi ambaye ni CCM. Adui huyu tutamsema, hatuwapangii, hatuwachagulii, kwa sababu demokrasi ni pana, lakini tunataka wasimame katika haki. Wakati gani wanasimama wao na wakati gani wanasimama na kipawa chao. Tutawasema watu maarufu ambao kupitia umaarufu wao wanawalaghai wananchi. Huyu adui namba 5 tutamsema hadharani na tutamtangaza. Adui wa 6 ambaye tutamsema na kumtangaza ni wanahabari na wanataaluma. Nyie wanahabari, nyie ambao mnatumia kalamu zenu, baadhi yenu peni zenu katika uongo kuufanya kuwa ukweli, tutawasema. Wanataaluma, wasomi, watu ambao wamesomeshwa kwa kodi, wamewezeshwa kusomeshwa kwa mikopo, ambao mkopo ule alikuwa anaupata mama muuza vitumbua, baba ambaye anafanya kazi ya uvuvi alichangia ule mkopo aupate, na baada ya kupata hiyo taaluma anaitumia kukumbatia uovu. Tutawasema hawa wana wasomi, tutawasema kwa sababu wengi wao hivi sasa akili zao, taaluma yao haionekani katika uhalisia, wamekubali kuwa machawa. Tutawasema na tutawatangaza. Adui wa 7 na wa mwisho ambaye tutamsema na kumtangaza hadharani ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam katika operation ya kulinda demokrasi ni watumishi wa umma ambao wanateuliwa ama wanachaguliwa kusimamia uchaguzi, wakurugenzi, watendaji kata. Na hawa hatutoishia kuwasema tu, haitoishia kuwasema tu. Hawa tunataka rudi miaka 10 iliyopita, chaguzi za 2005 2015. Kama mpinzani akishinda, mtendaji anamtangaza, na ni kwa sababu wananchi mitazamo yao ilikuwa imebadilika, na mtendaji anajua akizulumu haki ya mtu aliyoshinda nini kitatokea, akizulumu haki ya wananchi katika sanduku la kura nini kitatokea. Sasa hawa tutawasema, lakini tutawafanya tukishinda watutangaze, wasipotutangaza wajue nini kitatokea. Ndugu wananchi na wanahabari, chama chetu cha ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam tutaanza
kuwatangaza maadui hao 7 katika demokrasi, katika mifumo ya siasa ya vyama vyetu, watu ambao sisi tunafikiri na kuzani hawapaswi kuwa namna walivyo, kwa haraka sana wanapaswa badilike. Tumewataja 7, wako 7. Wa kwanza ni mtazamo, wa pili tumesema jeshi letu la polisi, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, watu maarufu, wanahabari na wanataaluma na watendaji. Tunafahamu linda demokrasi, kuilinda ni gharama. Tunafahamu wazee wetu waligaramika katika mapambano ya kuilinda demokrasi. Wakina Kawawa, wakina Oscar Kambona, wakina Bibi Titi, historia inatuambia, wakina Bushiri machifu. Watu walipoteza uhai wao, watu walipoteza mali zao. ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam tuko tayari kupoteza kila kitu kwa ajili ya kesho ya vizazi vyetu. Tuko tayari kuilinda demokrasi. Asanteni sana. Kwanza la zoezi la uandikishaji wa wapiga kura katika daftari ambalo linafanyika, na leo ni mwisho kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam, maana ilikuwa tarehe 23, tumeongeza siku 2. ACT Wazalendo katika mkoa wa Dar es Salaam ndio chama pekee kimefanya programu ya hamasa ya kutoa elimu kwa wananchi. Maeneo mbalimbali tumetembea, tumewahamasisha watu wa kujiandikisha kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 23 ile ya Jumapili. Na miongoni mwa changamoto ambazo tulizipokea kwa wananchi ni muda. Zoezi hili kwamba muda wake ni mdogo sana, na sisi tulisema tutalisemea, na tunashukuru tumemuongeza siku hizi 2. Kwa hiyo kusema kwamba hujasikia Bwana Dani, nafikiri labda ulichagua namna sikio la kusikia, lakini sisi wazalendo tumefanya hili zoezi na limeongozwa kwa bahati nzuri na mimi mwenyewe, katibu wa mkoa, katika maeneo mbalimbali kuhamasisha watu wakajiandikishe, na watu wetu wanaenda kujiandikisha. Ipo haja na faida ya sisi kujiandikisha. Tunahitaji tuwe wengi zaidi yao. Jambo la pili la operation ya demokrasi ambayo chama imetangaza kama maazimio itakuja kuifanya. Na sisi mkoa wa Dar es Salaam tumewataja maadui 7 ambao tumesema tutawataja, tutawazomea, tutawatangaza, na miongoni mwao ni viongozi wa vyama vya siasa. Na hoja kwamba uone kama kuna mchanganyiko kwa sababu tunaenda kufanya mapatano. Hatupatani na mchafu, hatushikamani na mchafu, hatupatani na mwizi, hatushikamani na mwizi. Kwa hiyo maadui 7 wa vyama vya siasa, maadui 7 wa demokrasi, huyu watatu viongozi wa vyama vya siasa, ni tumesema wa ndani ama wa nje, yoyote yule ambaye anatumia nafasi yake, cheo chake kulaghai umma, awe ndani ya ACT awe nje ya ACT, mkoa wa Dar es Salaam tumemuelezesha kama adui wa demokrasi na tutamtaja. Natamani kujua kitu kingine. Wakati mnakwenda kutangaza hawa maadui 7, lakini nyakati ambazo tunawaona kama kingine cha upinzani kwa maana kwamba Chadema wao wanatangaza no reform no election. Amoni kwamba ni nyakati ambazo sababu nyinyi tayari mmehamasisha kama hivi mnavyoniambia kwamba mshahamasisha wanachama wenu kwa jumla na wananchi ili waweze kujiandikisha kwa ajili muweze kuwa wengi zaidi kuelekea kwenye huo uchaguzi. Lakini malalamiko ambayo mlikuwa mkilalamika miaka yote ni yale yale, na mnakuwa kuingia tena kwenye huo uchaguzi. Chadema wanasema no reform no election. Amdani kwamba ni nyakati ambazo mnaweza kuungana kwa pamoja na kuhakikisha kwamba mnakwenda kupigania kuhakikisha kwamba yale mabovu ambayo mlikuwa mkilalamika siku zote hayawezi kufanyika tena. Asante. Halmashauri kuu ya chama miongoni mwa azimio yake ni hii ya operation Linda Democracy. Na sisi mkoa wa Dar es Salaam tumesema operation hii tunaiunga mkono na tunaunga mkono maazimio yote, lakini tumeenda mbali zaidi katika hiyo operation ya chama ambayo itakuja kuanza, sisi kuwataja maadui 7 wa demokrasi. Sisi tunaandikisha wanachama wetu kwa wingi sana. Kushiriki ama kutoshiriki katika uchaguzi, muda ukifika utasema. Lakini hatua hii ya awali tumekataa kumsusia fisi bucha.